environment ndio inaokora. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam wala society usiisimizie, amesema moja kwa moja, fa abawahu, wazazi wake wawili ndio society yenyewe, au bidani au binasrani au majisani, watamfundisha mila za Kiyahudi au watamfundisha mila za Kinasara au watamfundisha mila za wenye kuabudu Mungu. Kuielekeza jamii katika maadili mema ndani ya Uislamu ni jambo la lazima, sio jambo la hiari. Sasa leo tunao wenyeviti wa mitaa, tunao mabalozi wa mipakuni, tunao madiwani, tunao wabunge. Kullukum rai wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Mbona zamani watu hawakuwa hivi? Zamani ilikuwa mtoto ni wa jamii, akikosea mtoto wangu jamii yote inamuonya. Sasa hivi mtoto ni wa kwako mwenyewe, na akiguswa utapeleka polisi waliogusa. Asiyefunzwa na mamaye funzwa na ulimwengu. Kwa hiyo mafunzo ulimwengu ndio haya, kuongezeka kwa watoto wa mtaani, kuongezeka kwa mimba za utotoni, kuongezeka kwa mauaji mbalimbali, ndio mafunzo ya ulimwengu. Dunia madhululu, Mtume asema ulimwengu umelaaniwa. Sasa huo ulimwengu wa madhululu mafiha, na vilivyomo ndani ya huo ulimwengu pia vimelaaniwa. Kwa hiyo watarajia kwamba wewe mama, wewe baba umfunza mwanao, alafu ulimwengu umfunze, alafu mtoto huo alimwema, atakuwa ni miongoni mwa madhululu mafiha, atakuwa ni miongoni mwa vile ambavyo vimelaaniwa. Kwa masikitiko makubwa, zamani hizi hasa katika miji yetu hii, kule kwenye kemia lazima kuna sublimation, exchange from solid to vapor, vitu liquid. Angalau mabadiliko, kitu kikiwa kigumu chatakiwa kwanza kinainike kiende kwenye kimiminika, alafu kiende kwenye kimiminika ndio kiende kwenye gesi, sio hivyo? Lakini kuna hiyo change moja inaenda direct, yaani kutoka solid mpaka kwenye gesi kuna hatua inaruka. Huyo kwa sasa pia watoto wetu wa kike kwa bahati mbaya na masikitiko makubwa ndio hiyo wanaandagoza sublimation. Hivyo wanatoka kwenye utoto mpaka utu uzima, hakuna usichana tena. Imafahamu na kuna mama miezi yake miwili mitatu tayari amepata mimba. Akishapata mimba ni msichana tena, huyo ni mama. Huyo hakuna ule usichana, hakuna ule umri wa kujidai sasa mimi ni msichana na miaka mpaka 20 kama wakina mama wetu wa zamani. Sasa hii ni athari kubwa sana, ni jambo baya sana katika jamii. Your commitment to be those ndio kufanya vitu sasa visiwe sugu. Dr. Wajua wanasema those the amount of chemicals entering the body, ni kiwango cha kemikali zinazoingia mwilini. Sasa inategemea kwa kiwango gani. Umepewa za kutosha, hazitakuwa sugu. Umepewa za ziada, zitakudhuru. Wala tusrifu, inna Allah la yuhibbul musrifin. Sasa israfu, yaani msitumie kupita kiasi. Mwenyezi Mungu hawapendi watu hao kufanya israfu. Innal mubadhirin, tabdhir ndio hiyo israfu, yaani kutumia zaidi ya kiwango. Sote tunapenda ubao, tunapenda wali, tunapenda biriani, tunapenda pilau. Hebu kula pitisha kiasi katika kula, wadhurika wadhurika. Wewe wali ni sumu kiasi hicho. Kwa hiyo hakuna sumu mbaya kama sumu ya maneno. Wewe unaweza kukaa hapo ukasema, mwingine amekaa pale amesema, tukajibizana hivi mpaka vita vikatokea mji mzima, mkoa
nzima, nchi nzima, kwa sababu ya maneno ni sumu. Kwa hiyo kama hautotafuta dawa na mwarobaini wa kutibu sumu hizi dozi ambazo zinaingia kwa watoto wetu, kuna kemiko nyingi sana zinaingia, kuanzia kwenye vyakula, kuanzia kwenye vinywaji, kuanzia kwenye maneno, kuanzia kwenye kuona, vyote hivyo vinadhuru. Kwa nini watoto hawa wasiharibikiwe? Kwa nini watoto hawa wasiathiriwe? Zingatieni hayo tunataka. Kwa hiyo kirudi pale katika jambo la kimalezi, tukaona zile maana za tabia na tukaona mifano wake. Nitoe tu vitu vichache. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda sana, na Mtume sallallahu alayhi wasallam hayuko tayari kuona umma wake unaangamia. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuhakikisha kila mmoja anasimama kwenye position yake, hadithi ambayo kapokea Imam al-Bukhari anasema kullukum ra'i. Mwenyekiti wetu kwenye utangulizi wake ametoa hadithi hii, kullukum ra'i. Maneno kullu tulifahamu vizuri, kila mmoja wenu au nyote hajatoa, kila yule ambaye sheria inamkalifisha aifuate ni mchungaji. Kullu ra'i, kila mmoja wenu ni mwenye kuchunga. Elewana hivi leo na mbuzi wako na ng'ombe wako, umwahili kijana akuchungie ng'ombe wako 20, aenda kualisha wakirudi wako 5, wewe utamwacha umuulizi kulia sana jamani, kutomuuliza yeye. Mtu umemwajiri ya kuchungia mbuzi wako 20, kaenda karudi huko wa 19, kaenda karudi kwa 5, kaenda karudi, kutomuuliza utamuuliza. Sasa kama wewe wamuuliza yule mwajiri, vipi Allah tabaraka wa taala akupe jukumu alafu asukulize? Kullukum ra'i wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja wetu ni mchungaji na kila mmoja ataenda kuulizwa vile anavyochunga. Haiwezi kuwa hivi. Kwa hiyo mume jiandae, mke jiandae, mtoto jiandae, mlezi jiandae. Mtume sallallahu alaihi wasallam hata angeishia mstari mmoja ingetosheleza, lakini kuonyesha msisitizo akaendelea akasema, warajulu, na mwanamume, ra'i fi ahli, ni mchungaji kwa familia yake, ni mchungaji kwa watoto wake, wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, na ataenda kuulizwa hawa wanaowachunga watoto. Walmar'atu ra'iya, na mwanamke naye pia ni mchungaji, fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mumewe. Mwanamke ni mchungaji wa nyumba ya mumewe. Wakina baba muda mwingi, leo Sheikh Hassan katoka Mwanza, yuko hapa leo, kule kamwacha mke na watoto wake, nani awaangalie? Umetoka Tanga kwa hapa leo kwa Alhaji, niacha wake na watoto wangu, nani awaangalie? Walmar'atu ra'iya, na mwanamke naye ni mchungaji, fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mumewe. Wa mas'ulatun
na ataenda kuulizwa mbele ya Mungu wa raiyatiha, vile ambavyo amevitunga. Imeanza kuwa tukaja hadithi endelea. Walqadimu ra'i fi mali sayyidi, na mfanyakazi naye ni mtumishi katika mali ya mwajiri wake. Wewe umeajiriwa ili zilinuka la Bwana Hamisi, umeambiwa tu uuze, mbona waiba? Hili leo vijana wanasema nataka nitoke kimaisha. Wewe kutoka kwa kuiba. Wewe umeajiriwa kufanya kazi wa serikali, mbona waibia? Wal khadim ra'i, na mtumishi ni mchungaji fi mali sayyidi, katika mali ya mwajiri wake, katika mali ya mwana wake. Huyo ambaye amekuweka hapo tumikie, amekuajiri umuuzie kitu fulani na anakulipa, amekuajiri umsomeshee watoto, mwisho wa mwezi kuna mshahara. Kwa nini wakuibia? Kwa hiyo wewe utaenda kuulizwa pia. Mbona Uislamu hivi? Mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia, wa kullu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Zipo hadithi nyingi sana za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila mimi binafsi hakuna hadithi ambayo naiogopa hata kuisoma kama hadithi hii. Ukiangalia ulimwengu ulivyo, ukiangalia wake tuliokuwa nao, ukiangalia watoto tuliokuwa nao, ukiangalia jamii tuliokuwa nayo, alafu Mtume akamwambia kullukum ra'in wa